Hello, habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea jinsi ya kutibu changamoto ya tonsils bila upasuaji. Sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa, sio kwa watoto, sio kwa watu wazima, wamekuwa kiteseka na changamoto ya tonsils. Sasa na wengi baada ya kufanya operation changamoto huwa inarudi. Sasa wengi wamekuwa kijiuliza tunafanyaje, na kama umekatwa tonsils na imerudi, basi wasiliana mimi leo ili niweze kukupa msaada zaidi. Tunapoongelea tonsils ni zinazovimba hapa, wengi wanaita kwa Kiswahili zinaitwa mafindofindo. Mafindofindo ni changamoto ambayo sasa hivi ni kwa watoto, ni kwa watu wazima, yani imekuwa ni changamoto kubwa. Sasa leo tutaangalia sababu za tonsils, tutaangalia dalili za tonsils, lakini pia namna ya kuondokana na tonsils. Namba moja, kinachosababisha tonsils watu tunasema ni maambukizi ya virus ambayo tunasema ni kama flu, lakini pia common cold, RSV. Hizo zote ni tunasema 80% ya changamoto ya tonsils inasababishwa na maambukizi ya virusi moja kwa moja, ambayo ndiyo chanzo kwa watoto, lakini pia kwa watu wazima au watu wakubwa. Lakini namba mbili, sababu nyingine ya tonsils tunasema ni maambukizi ya bakteria. Maambukizi ya bakteria ni changamoto ambao wanasababisha tonsils kujirudia kiurahisi. Ndio maana wengi wakifanya operation changamoto inarudi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu cha kwanza lazima ufahamu au bakteria hizo wamesababishwa na virus au wamesababishwa na bakteria. Ndio maana ukipata tiba ya asili kutoka kwetu unapata tiba ambayo inaondoa hivi vyote vyanzo vya changamoto. Ndio maana imekuwa rahisi sana kwa watu wanaoitumia kupata matokeo. Lakini pia namba mbili watu tunasema ni koo kukauka au baridi kali, ambayo kuongeza maambukizi mara kwa mara. Ndio maana hata tunawaambia wale mnaotumia AC kwa muda mrefu mnaweza mkawa kwenye riski ya kuwa na changamoto ya tonsils. Ni kwa nini? Kwa sababu ile baridi inasababisha kukausha koo moja kwa moja. Lakini pia namba 4 tunasema kinga dhaifu. Mwili wako ambao unaweza ukawa hauna kinga ya kutosha, unaweza ukawa ni rahisi sana kupokea hawa bakteria au hawa maambukizi. Ni kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na stress, unapokuwa na usingizi hafifu, unapokuwa na lishe duni, basi unatengeneza usugu wa tonsils, kwa sababu mwili wako hauwezi kupambana na maambukizi ya bakteria, hauwezi kupambana na maambukizi ya virus, lakini pia mwili wako hauwezi kusababisha kuondoa wale changamoto ndogo. Ndio maana wengi wamekuwa na changamoto ya kuugua changamoto ya tonsils au mafindofindo tunasema. Lakini pia kuna changamoto ya moshi, vumbi, lakini pia na allergy, ambayo ndugu yangu hii inasababisha kuvimba mara kwa mara na kuweza kuambukizwa kirahisi. Kuna watu ambao wana allergy, ambao sasa akiwa na allergy, akiwa na changamoto ya vumbi, akipata changamoto ya moshi, basi changamoto huwa inaibuka, inaanza upya. Ni changamoto kubwa sana ambayo wengi wamekuwa wakipitia. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya ya sababu zinazopelekea tonsils. Kwa hiyo kama unateseka na tonsils, basi suluhisho lipo. Unatakiwa ufuate miongozo ambayo utakuwa umepewa, itakusaidia kuondokana na changamoto hizo. Sasa hapa nitakuletea dalili zipi ambazo zitaonesha kwamba tayari una changamoto ya tonsils. Kwanza ni sauti kubadilika. Ndio sauti inabadilika, utahisi sauti inakwaruza. Ndio maana pia watu wenye changamoto ya acid reflux huwa wanahusishwa kuwa na changamoto mojawapo ya tonsils, kwa sababu ile sauti inabadilika na inakuwa inakwaruza, na wengi wanajiuliza hii inasababishwa na nini? Sasa hii inasababishwa na tonsils moja kwa moja, kwa sababu inaziba hapa. Unakuta mtu amevimba kabisa hapa, ni changamoto kubwa kiafya. Lakini pia kikohozi na koo kukauka. Unakuta mtu anakuwa na kikohozi, lakini pia unahisi pia hata koo limeweza kukauka. Ukiona dalili hiyo, basi jua changamoto ya tonsils. Tonsils imekuwa kwa kiwango cha juu sana, ambayo unatakiwa kutafuta tiba na suluhisho mapema sana. Lakini pia mashavu na masikio kuuma. Wengi unakuta masikio yanauma, lakini pia mashavu unakuta yanakuwa yanauma mara kwa mara. Ukiona dalili hizo, basi jua kwamba upo kwenye ni dalili mojawapo ya kwamba una tonsils. Lakini pia tunasema koo kuwa na usaa na ute mweupe. Unauhisi kabisa, kwa sababu mimi nimewahi kuugua changamoto ya tonsils. Unahisi kabisa usaa, maana unauhisi kabisa hapa kama vile unapanda. Lakini pia unahisi unahisi pia ute mweupe. Wengine unaweza ukawa unakuja ute mweupe kwa sababu unakuwa umeathirika huku na nitezi imeweza kuongezeka. Harufu mbaya mdomoni.
moja ya changamoto kubwa sana ambayo ndugu yangu, ukishakuwa na dalili hizi basi utakuta unakuwa na harufu mbaya mdomoni, unatema cheche, na wengine hawana tonsils na wana harufu mbaya mdomoni na wametafuta suluhisho. Unakuta mtu amechatumia dawa nyingi za meno lakini hapati suluhisho. Kama wewe ni mmoja wao, basi jua changamoto yako iko tumboni, unatakiwa kutibu tumbo uweze kuondokana na changamoto hiyo. Lakini homa na baridi, homa unahisi homa, lakini pia na baridi, unatetemeka. Homa inapoingia jioni unahisi kabisa homa kali, hata kama kuna jua unahisi homa kali, basi jua ni changamoto mojawapo inayoonyesha kwamba wewe una dalili ya tonsils au findo. Lakini pia kuvimba, uvimbe hadi kufunga kwa koo, unahisi uvimbe unakuwa mkubwa sana hadi koo lako linafunga. Ukiona dalili hiyo, basi jua hiyo ni dalili mojawapo inayoonyesha kwamba una changamoto ya findo, lakini pia una changamoto ya tonsils. Wengi wamekuwa wakitumbuka na changamoto hiyo na wamekuwa wakituuliza inakuwaje tunaondokana na changamoto hii? Sasa hii changamoto inatibika kama utafata miongozo ambayo utakuwa umepewa. Lakini pia maumivu makali sana wakati wa kumeza ni changamoto kubwa sana. Maumivu makali sana wakati wa kumeza. Kama unahisi maumivu, na wengi hawezi kumeza kabisa, hawezi kula kabisa, ukiona changamoto hiyo, basi jua umeshaanza kutembelewa na tonsils. Lakini pia maumivu makali ya koo, unakuwa unapata maumivu yanakuwa kwenye koo yanakuwa makali, lakini pia kuhisi koo linakeleketa, basi jua umeshaanza kupata changamoto moja kwa moja ya tonsils. Sasa hapa nitaelezea tiba ambazo unaweza kuzitumia bila upasuaji. Kwanza ni Antibiotiki ni wale ni maambukizi ambayo yanakuwa yamesababishwa na bakteria moja kwa moja, ambayo inaweza kupunguza usaha, maumivu, lakini pia ikapunguza uvimbe. Lakini pia painkillers, wengi wanaweza kutumia painkillers kama ibuprofen na paracetamol. Kazi yake kubwa ni kupunguza homa na maumivu wakati wa kumeza. Lakini pia kingine ambacho unaweza kutumia ni asali, tangawizi na ndimu. Tengeneza asali, tangawizi na maji ya ndimu. Wengi wamekuwa wakitumia hii, imekuwa ikiwasaidia kuondokana na changamoto hiyo, kwa sababu ndimu ni antibiotiki moja wapo ya asili na kupunguza kuwasha, uvimbe, lakini na harufu mbaya mdomoni. Kitu kingine ni kunywa maji mengi kwa sababu ya kulainisha koo na kupunguza ukavu na maumivu. Na hayo maji unaweza kuwa unakunywa maji ya uvuguvugu. Epuka baridi, ice cream, lakini pia epuka vumbi. Kuna wale ambao mnakunywa maji ya baridi, nakunywa sana maji ya baridi, hiyo ni hatari kwa afya yako. Pumzika vya kutosha, lakini pia hakikisha unafahamu kwanza au bakteria wameweza kusababisha nini. Hiyo tonsils zimeweza kusababishwa na nini? Kama ni bakteria, antibakteria. Lakini pia mwisho unaweza ukatafuta ule mkaa unaoungua, ule mkaa ambao uko unaungua jikoni, wale mnaotumia majiko ya mkaa kupika, basi ule mkaa unaoungua unakuwa na glasi yako au kikombe chako kama hichi, kinakuwa na maji. Sasa ukileta ule mkaa unaudumbukiza humu. Kisha udumbukiza humu, ule mkaa usitazimika kwa sababu sikuna maji. Ukishazimika, basi toa ule mkaa, basi huyo mtu anywe yale maji kinamna hii. Akishakunywa maji namna hiyo, basi atafuata huo mwongozo. Baada ya siku kadhaa, changamoto itakuwa imeisha kabisa ya tonsils. Kama bado unateseka na tonsils au umefanya suluhisho, basi hakikisha wasiliana nasi. Lakini pia kama hujafollow channel yetu, basi usahau kutufollow, kulike, kushare na kusubscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie hapo chini kwenye comment, wewe una changamoto ya tonsils. Niandikie neno tonsils ili uweze kupata suluhisho na msaada zaidi.